ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إني واتوا الله سبحانه وتعالى يا صائمي رمضان فوزوا بالمنى وتحققوا نيل السعادة والهنا وثقوا بوعد الله فيه الغنى أوليس هذا القول قول إلهنا. Hakika ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo anaendelea kuyachuma mja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu ni jambo la kuendelea kujifunza na kupata mambo mbalimbali katika mwezi huu wa baraka na mwezi huu wa khairi. أخرج الإمام البخاري ومسلم باختلاف يسير في الألفاظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، ومن بكيما إمام وويل حديث أبي هريرة حديث القدسي قال الله عز وجل، أمسيما الله سبحانه وتعالى عبدي يترك شهوته وطعامه وشرابه ابتغاء مرضاتي الصوم لي وأنا أجزي به. Mola wetu subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi al-Qudsi, abdi, mja wangu mimi, yatruku shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu, anayaacha matamanio yake, anaviacha vyakula vyake, anaacha vinywaji vyake, ibtighaa maradhati, ni kwa ajili ya kutafuta radhi zangu mimi Allah. Asaumu li, tambueni ya kwamba saumu ni ya kwangu mimi Allah, wa ana ajizi bihi, na mimi ndiye ambaye ninayetoa thawabu ya saumu hiyo. Hadha alhadithu sharif, hadithi hii tukufu imekuja kwa matamshi mbalimbali. Miongoni mwa matamshi hayo, mtume kwa riwaya Abi Huraira anasema qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, abdi yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu li ajli, mja wangu anaacha vyakula vyake, vinywaji vyake, matamanio yake kwa ajili yangu mimi Allah. Asaumu li wa ana ajizi bih, saumu ni ya kwangu mimi na mimi ndiye ambaye ninayetoa malipo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anukuu maneno ya Allah subhanahu kwamba mtu anaweza kufikia kiwango cha kuyaacha mambo anayoyatamani liajli Allah subhanahu wa ta'ala, anaweza kufikia kiwango cha kuacha ladha iliyokuwa tamu liajli Allah subhanahu wa ta'ala, anaweza kufikia kuyaacha yale ambayo yanapendeza kwenye nafsi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala akasema, kwa hii sampuli ya maamuzi ya mwanadamu, kwa hii hali aliyoifanya mwanadamu kwenye kuziendea sheria zangu, akayatanguliza maamrisho yangu, akaacha kuitazama nafsi yake na matamanio yake na ladha zake,
as-sawmu li, basi saumu ni ya kwangu mimi Allah subhanahu wa ana ajzi bih, nami ndiye ambaye ninastahiki kutoa malipo na thawabu kwenye hiyo saumu. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu, malazzatul abdi thalatha, ladha za mwanadamu anazostarehe nazo kwenye hii dunia ziko tatu, zingine zitakuwa zinaingia ndani hizo tatu. Al-ladhatul ula al-aql, ladha ya mwanzo anaostarehe nayo mwanadamu, awe na mali awe hana mali, awe na afya asiyekuwa na afya, ladha ya mwanzo anaostarehe nayo ni chakula. Wathani ash-sharab, na ladha ya pili ni kinywaji, na ladha ya tatu ni an-nikah. Ladha hizi zote tatu kila mwanadamu kwenye hii dunia Allahi rabbil alamin anatembea katika moja ya hizo ladha, na akizikosa ladha hizo, imma patakuwa pana hali miongoni mwa hali zimemsibu. Kwenye maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala haya siyamu Ramadhan, mwanadamu amefikia maamuzi ya hali ya juu sana kuyaacha yote kwa mkupuo, kwa masaa 12 mpaka masaa 13. Ameacha haya li ajli man, ameacha ladha hizi li ajli man, ameacha haya yenye kumpendeza na kumfurahisha li ajli man, li ajli Allah jalla jalaluhu, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chakula ambacho ni moja ya starehe inayokukeshesha wakati wa usiku mchana, leo hii umefikia kuiacha li ajli Allah subhanahu wa ta'ala. Kiu kimekukamata, shaitanu fala amekukamata, amekushinda, lakini umesema ni ubora unishinde na unisumbue, lakini siwezi kuiacha amri Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile jambo la nikah wal jimaa, starehe ya kumtamani mwanamke aliyekuwa ni halali kwako wewe, umefikia kiwango wa Muislamu leo hii umeiona starehe hiyo haina maana amama shar'i Allah jalla jalaluhu, mbele ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe Abdallah, i'lam ra'aka Allah, tambua tendo lako la kufanya maamuzi haya, ta'ammal kayfa yu'azzimu Allah jalla jalaluhu hala man yatruku shahwatahu li ajli Allah. Hebu tazama namna gani ambavyo Mola wako subhanahu wa ta'ala ametukuza, amelifanya jambo lako ni kubwa sana kwa kile kitendo cha kuyaacha matamanio yako li ajli Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile taamal kaifa yu'azzimu Allah rabbal alamin hala man qaddama mahabbata Allah ala shahwatihi wa maladhatihi wa ala nafsihi, namna ambavyo mtu ametanguliza mapenzi ya Allah kuliko mapenzi ya matamanio yake, kuliko matamanio au kuliko mapenzi ya kile ambacho kinampa ladha, bali ametanguliza mapenzi ya Allah juu ya nafsi yake. Usidhani tendo hili ewe Abdullah limepotea hovyo hovyo, limeondoka halina malipo. Mola wako jalla jalaluhu adhamaha wa kabbaraha, amelitukuza kwa kiasi kikubwa sana. Maamuzi yako ya kuacha chakula, ya kumwacha mkeo, ya kuacha vinywaji vya sampuli mbalimbali, usitarajie vimepotea bure. Mola wako amelitazama kwa jicho la mbali sana. Walihadha, na ndiyo maana ikawa kanuni, man taraka al-umura ash-shaq, yoyote mwenye kuacha mambo makubwa makubwa, kana ujuruhu a'zam, umekuwa ujira wake ni mkubwa sana. Jaa inda al-imam al-hakim fi mustadrakihi min hadithi Abi Darda radhiyallahu anhu, imekuja hadithi عند الإمام الحاكم katika mustadrak, hadithi ya Abu Darda radhiyallahu tabaraka wa taala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema,
thalathatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilayhim wa yastabshiru lahum. Thalathatun yuhibbuhumullah, watu watatu Allah subhanahu anawapenda. Wa yadhaku ilayhim, na anacheka kwa ajili yao. Wa yastabshiru lahum, na anawapa bishara njema. Isikilizeni haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno yenye furaha, maneno yenye bishara njema, maneno yanayoonyesha ujira mnono kwa wale watu ambao ni watatu katika hawa watakaotajwa. Mtu wa kwanza au jambo la kwanza, Allah subhanahu anawapenda watu hawa. Lakini pili, sio kuwapenda tu, anacheka kwa wao. Lakini sio kucheka tu, bali anawapa bishara. Inawezekana sentensi zote hizi tatu ukawa umezielewa, lakini sentensi ya kusema Allah anacheka kwa wao ukawa haujaielewa. Jaa inda al-Imam Ahmad fi musnadih wal Imam at-Tabarani fi mu'jamih min hadith Nu'aym ibn Hammar radiyallahu anhu ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume kasema, idha laqiya Allahu 'abdan, pindi Allah subhanahu wa ta'ala anapokutana na mja wake, wa huwa yadhaku ilayhi, na hali ya kuwa anamchekea, fala hisaba alayhi, hataweza kumuhesabu tena. Allah anapokutana na mja wake يوم القيامة wa huwa yadhaku ilayhi, na hali ya kuwa anamchekea, fala hisaba alayhi, maana yake hawezi kumuhesabu. Kwa hiyo watu hawa watatu Allah anawapenda. Na jambo la pili, Allah subhanahu hata wahesabu يوم القيامة. Lakini la tatu na la mwisho, huwapa bishara njema. Maana ya kucheka hapa kwa hadithi hii inda al-Imam Ahmad, maana yake Allah subhanahu hataweza kuhesabu. Mtu wa kwanza, enyi watu wa Allah subhanahu wa ta'ala, rajulun kana khalfa fi'ati al-ma'raka. Mtu wa kwanza ni mtu aliyekaa nyuma, aliyekuwa nyuma ya kikosi cha vita. Kikosi cha vita kipo vitani, yeye yuko nyuma ya hicho kikosi. Fanhasamati wa farrati amama aduwillah au amama al-adu, kile kikosi kikafikia maamuzi ya kukimbia na kumkimbia adui. Fawaqafa fi nafsi, yule mtu aliyekuwa nyuma akasimama kwenye nafsi yake. Walam yanhasim, na hakuweza kukimbia. Wasabara lillahi fi nafsihi, akaisubirisha nafsi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yuqtala au yakfiyahu Allah, imma mpaka auliwe au Allah subhanahu wa ta'ala amtosheleze. Mtu huyu يوم القيامة, kwa tendo lake la kuacha matamanio ya maisha, akakubali kubaki kwenye maadui wanaomwelekea usoni mwake, akakubali kusimama na kupambana na maadui hao, yeye mmoja na wao ni wengi, akaupoteza uhai wake, akapoteza ladha ya maisha. Malipo yake mtu huyu, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbuhu Allah wa yadhaku ilayhi wa yastabshiru lahu. Mtu wa pili, wa rajulun kana lahu imra'atun hasna wa firashun layyin wa qama wa huwa yusalli fi al-layl. Mtu wa pili alikuwa na mwanamke mzuri sana, imra'atun hasna, aliyefikia kiwango cha juu cha uzuri. Lakini yule mtu, kwa uzuri wa mwanamke yule na urembo alionao yule mwanamke, na alikuwa wa firashul layyin, godoro alilonalo ni godoro laini zuri, lakini alimwacha mwanamke na godoro lake. Fayaqumu lillahi subhanahu wa ta'ala sajidan li rabbih, akasimama kumsujudia Mola wake. Hakujali uzuri ule, taraka shahwatahu, ameacha matamanio yake.
jambo hili lililokuwa zito la kumwacha mwanamke mzuri aliyekuwa ni halali kwako wewe, ukafikia kiwango cha kujitenga naye lillahi rabbil alamin, kuliacha hili, mapenzi ya Allah yapo juu yako, kutokuhesabiwa na Allah kuko juu yako, bishara njema ipo kwako wewe. Mtu wa tatu, wa rajulun kana ma'ahu jama'atun fi safar, na mtu mmoja alikuwa na kikosi cha wapiganaji kwenye safari. Famashau laylan, wakatembea usiku safari ndefu, hatta nazalu fi sahar, mpaka wakafika mahala muda wa mwisho wa usiku wakateremka wakashuka. Fawada'u ru'usahum, wakaweka vichwa vyao kulala, baada ya mchoko mkubwa sana wa mapambano ya vita vinginevyo na mtembeo wa hali ya juu, kubeba mizigo ya hali ya juu, lakini wamefika usiku wakalala. Faqama minhum yusalli lillahi rabbil alamin, akasimama hali ya kuwa anamsujudia na kumswalia Mola wake subhanahu wa ta'ala. Yuhibbuhu Allah wa yadhaku ilayhi wa yastabshiru ilayhi. Siku zote yale matendo ambayo ni mazito kuyaacha, kitendo cha kuyaacha wewe ukayaacha yale matendo mazito, ajruhu yakunu adhima, ujira wake unakuwa ni mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unayajua mapenzi ya Allah subhanahu, ukipendwa na Allah subhanahu hakuna uadui wowote unaweza kukuingia, hakuna mbaya yoyote anayeweza kukuvamia, liannaka waliyullah, kwa sababu wewe ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kitendo cha wewe kutokuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ishara ya bishara ya wazi ya kwamba safari yako ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala inakufaulu. Lakini pia unapata bishara njema tokea upo katika hii dunia, unaanza kuziona alama za mazuri, kwa sababu wewe umeyaacha mambo mazito lillahi rabbil alamin. Abadi taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu liajli au ibtigha'a mardati, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Saumu ni ya kwangu mimi Allah subhana, na mimi ndiye ninayetoa malipo. mannalahu dal al-hawa, mannalahu da al-hawa bidhunubihi, falyati fi ramadana baba tabibihi, falyati fi ramadana baba tabibihi. awalaysa hadha al-qawlu qawlu malikikum as-sawmu li wa ana alladhi ajzi bihi. Tendo lolote kubwa yenye watu wa Allah subhana, Mola wetu tabaraka wa taala lazima atupe malipo makubwa sana. Mfano mwingine wa mwisho, ibadallah, kwenye hutuba yangu ya kwanza, sote tuna maarifa makubwa sana na habari ya watu watatu waliofunikwa na pango na jiwe. Walitoka ghazian wa talaba lil'aish, walitoka majumbani kwao kwa ajili ya kutafuta maisha. Wakafika mahala mvua ikiwanyeshea, wakaamua waingie ndani ya pango kwa ajili ya kujihifadhi. Likateremka jiwe kubwa likaufunga ule mlango kiasi cha kwamba hakuna uwezekano wa kutoka. Hadithi fi sahihain. Nani atakayewaokoa? Nani atakayewatoa kwenye hii dharubu? Nani mwenye uwezo wa kulisukuma lile jiwe? Hakuna. Fatawassalu ila rabbihim bi'a'malihim salih, wakatawasali kwa Mola wao kwa matendo yao mema. Akaanza wa kwanza akasema, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, nilikuwa na wazazi wangu, nami nilikuwa ni mfugaji wa wanyama. Ninapokamua maziwa yangu sipeleki kwa watoto wangu wala kwa familia yangu mwanamke wangu au wake zangu, mpaka wanywe kwanza wazazi wangu waridhike, ndio nitayatoa yale maziwa kuwapa familia yangu. Nilichelewa siku moja, nikawa nimewakuta wazazi wangu wamelala. Ya rabbal alamin, ewe Mola wangu, nilisimama na lile bakuli la maziwa, watoto wangu wanagaragara kwenye miguu yangu wakitaka niwape maziwa. Ya Allah, sikuthubutu kabisa kuona yale machungu ya watoto wangu, sikuthubutu kabisa kuona kilio cha watoto wangu,
sikukijali. Nilisubiri wazazi wangu watakapoamka ndio niwape. Nilikesha mpaka walipoamka, niliwapa yale maziwa wakanywa, ndio nikawapa watoto wangu. Ewe Allah subhana, ewe mwenye kusikia maombi ya wenye kuomba, niliacha kuwaneemesha familia zangu. Faladhatul akbad, starehe za nyoyo ni watoto, mke ninayempenda. Haya matamanio yote haya niliyaacha kwa sababu ya kuwaridhisha wazazi wangu, kwa sababu wewe ndiye ambaye umetutaka sisi tuwafanyie wema na tuwafanyie mazuri wazazi wetu. Nililiacha hili jambo lillah, nililiacha kwa ajili yako Allah subhana. Kama nililifanya kwa ajili yako Mola wangu, naomba utufungulie hili jiwe tuweze kutoka. Ile jiwe lilifunguka kiasi cha kwamba kidogo tu, lakini hakuna mtu anayeweza kupita pale. Akaja mtu wa pili naye akasema, ewe Mola wangu, mimi nilikuwa nina mali, palikuwa na binti wa ammi yangu nilikuwa ninampenda, lakini kashaolewa. Kila ninavyojitahidi kumtaka kimapenzi na shindikana, hataki. Alipatwa na tabu na ufakiri, akanijia mbele yangu akinitaka nimsaidie mali. Nikamwambia ni lazima unimakinishe nistarehe na wewe. Mara ya kwanza alikataa, mara ya pili alikataa, mara ya tatu alikuja akawa tayari mimi na yeye tustarehe. Nilipokuwa kati ya miguu yake na mapaja yake, mwanamke yule alinitikisa, kisha kaniambia ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Lile neno ya rabbal alamin liliniingia kwenye moyo wangu. Nilimwachia yule mwanamke na nikampa ile mali, na wala sikumtaka mukabili kwa maana atanilipa siku fulani. Nilimwachia bure. Tendo la kuacha starehe hii, ewe Mola wangu, ambalo nilikuwa na asilimia zote kulimaliza na kustarehe, lakini nililiacha kwa ajili yako subhana. Tufungulie sisi, farij anna ma nahnu fi, tufungulie kidogo tuweze kutoka hapo ewe Mola wangu. Jiwe lile lilifunguka, lakini pia kutoka haiwezekani. Mtu wa tatu na wa mwisho alimwambia, ewe Mola wangu, mimi nilikuwa na wafanyakazi na waajiri. Kuna wafanyakazi wanafanya kazi mpaka nusu ya mchana na walipa mshahara wao, wanaondoka. Na kuna wale wanafanya kazi mpaka jioni na walipa, wanaondoka. Alikuja mtu mmoja nusu ya mchana akaniuliza, je, niendelee na kazi? Nikamwambia ndio, endelee na kazi. Jioni ulipofika wakati wa kuwalipa watu posho zao, akatokea mtu mmoja akaniambia mimi, ewe bosi wetu, ewe kiongozi wetu, ewe mwenye mali, inakuwaje unampa huyu mali yote kama vile amefanya kazi masaa yote 12, na hali ya kuwa mtu huyu amefanya kazi nusu siku? Mimi nilimwambia yule bwana, hili halikuhusu, niache baina yangu na yule, wewe chukua posho yako uondoke. Yale majibu yangu nilivyomjibu yule bwana alikasirika, aliacha mali yake pale, posho yake akaiacha, akaondoka kwa hasira. Mimi ile mali, ewe Mola wangu, ile posho yake aliyoiacha, nilikwenda kununua mbegu, nikazipanda, yakaota mazao makubwa mengi, nikavuna yale mazao, nikapata mali. Nilipopata zile pesa, nikaenda kununua wanyama, nilinunua mbuzi, nilinunua kondoo, nilinunua ng'ombe na vinginevyo vyote katika mifugo. Allah kaitilia baraka, ikawa ni mingi sana. Baada ya maisha kumpiga huko kwenye safari yake, yule bwana aliikumbuka amana yake aliyoiacha. Alipokuja kwangu mimi, nilimuonyesha zile mali zote kwamba hizo ni za kwako. Yule bwana alikokota zile mali zote kazichukua. Ewe Mola wangu, kama niliacha matamanio yangu ya mali liajilik, kwa ajili yako wewe subhanahu wa ta'ala, tufungulie hili jiwe tuweze kutoka. Lile jiwe lilifunguka moja lote na wakaweza kutoka, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii al-Qudusi anasema, mja wangu mimi yatruku shahawatahu, anaacha matamanio yake, wa ta'amahu, na vyakula vyake, wa sharabahu, na vinywaji vyake,
ibtighaa maradhati, ni kwa ajili ya kutafuta radhi zangu mimi, au li ajli, au anaviacha hivyo ni kwa ajili yangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. As-sawmu li wa ana ajzi bih, saumu ni ya kwangu mimi ndiye ambaye ninastahili kumlipa huyu mja, na aliyeyaacha mambo mazito basi bila shaka ujira wake utakuwa ni mkubwa sana. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. alhamdulillah ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani, wa ashhadu an la ilaha illa Allah ta'dhiman li sha'ni, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Arabi, mbedui mmoja katika mabedui wa Kiarabu, alikuja mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yuridu an yaslama au yuridu an yuslima, akitaka kusilimu na Mtume akamsilimisha. Fakataba Allahu al-ma'raka, haukupita muda Allah subhanahu akafaradhisha jihadi, na yule mbedui naye aliingia kwenye jihadi fi sabilillah, akapambana. Alipopambana Allah subhanahu wa ta'ala, vita ile ilipelekea waislamu wakashinda. Waliposhinda, waliporudi katika mji wa Madina, yule mbedui alichukua wanyama wake akaenda kuchunga. Mtume akaanza kugawa ngawira na mali kwa watu, likagawiwa fungu apewe yule mbedui, lakini hakuwepo kwenye kundi la watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamuru ile mali apelekewe. Alipofikishiwa hii mali, ile mali akauliza, min aina lakum, imetoka wapi? Akawaambia, min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, imetoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Akaipokea, akaja nayo mpaka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, alama uqatil, unadhani mimi ninapambana kwa ajili ya nini? Unajua ni kwa nini mimi nimesilimu? Ewe Mtume, unafahamu kwa sababu gani nimesilimu mimi? Unajua, aslamtu li an urma ha huna, nimesilimu ili nirushiwe mkuki hapa. Wa ashara ila halqi, akaashiria kwenye koromeo lake. Sikuja kuchukua mali ya mtu yoyote hapa, sikuja kuwa katika watu wanataka kupewa ngawira na mali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, in tasduqillaha yasduquk, ukiwa mkweli kwa Allah subhanahu, Allah atakuvusha kwenye ukweli wako. Tabaraka wa taala akaandika tena vita nyingine kwa Waislamu. Vita inaisha, masahaba wamembeba yule bwana mbedui mbele ya kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkuki umekaa kwenye koromeo lake hapo, huwa mayit, na hali ya kuwa ni mayit. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia, akasema, sadaqa Allah wa sadaqahu Allah, amekuwa mkweli kwa Allah subhanahu, na Allah amemvusha na amempa mafanikio ya ukweli wake. Amefikia maamuzi ya kuacha alivyo navyo, amekubali kuacha alionao, illa an yuqtala shahida, ili aende akauliwe au ni shahid. Abdi taraka shahawatahu wa ta'amahu wa sharabahu ibtighaa mardati, umeacha matamanio yako kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Kuna ujira mkubwa ewe mja wa Allah uko mbele yako. Lakini pia enyi waja wa Allah subhanahu, sahabiyun jalil Abdullah dhal Mujadaini aliposilimu, alipopata habari za ujio wa Uislamu, na yeye alikuwa ni kafir, hakuwa Muislamu, na baba yake alipokufa alimwachia mali nyingi sana. Yule kijana Abdullah dhal Mujadaini ana mali nyingi, lakini sio Muislamu. Akausikia Uislamu, akautamani Uislamu kuingia,
lakini kabla ya kuingia Uislamu akaenda kumtaka ushauri baba yake mkubwa, wa huwa kafir aidan, naye ni kafiri pia. baba yake mkubwa akamwambia, in ittaba'ta Muhammad au in aslamta, ikiwa utaslimu, la amna'annaka jami'a malik, nitakuzuia na mali zote, nitakunyang'anya zote. Abdullah Zal Mujahideen, niache mali au ni uache Uislamu? Kipi kina kheri kwangu mimi? Kipi kina furaha zaidi kwenye moyo wangu? Akauona Uislamu na nafasi kubwa kwenye moyo wake, fa aslama lillah. Aliposlimu tu, ammi yake hakuweza kumpa kitu chochote illa al-bujadu, isipokuwa shuka nzito. Akamwambia, chukua hiyo, ndio ya kwako, lakini huku kokote hauna hata kidogo. Abdullah Zal Mujahideen aliichana ile nguo nzito, chini ikawa ndio shuka lake la chini na juu la kujifunika. Akajiunga na waumini waliokuwa wanaswali msikitini na wanaishi msikitini, wakina Abu Huraira. Njaa inamkamata, kiu kinamkamata, afanye nini? Abdullah Zal Mujahideen taraka malahu, ameacha mali nono, ameiacha dunia, ameacha moja katika starehe za kidunia liajli Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud, kama alivyopokea Imam Ibn Manda biisnadin hasan, tena kwa majmu'i turuqihi, Abdullah bin Mas'ud anasema, palipoandikwa vita miongoni mwa vita, tulipokuwa usiku tumelala, mimi Abdullah bin Mas'ud nilishtuka wakati huo wa usiku, nikaona shu'latun minan nari, nikaona janga au kanga la moto limewashwa, kama vile kuni kubwa imewashwa kule. Akitazama vizuri anamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam na anawaona watu wengine. Abdullah bin Mas'ud alipofika, fa idha bi Abdillah Zal Mujahideen qad mat, rafiki yake, sahiba wake Abdullah Zal Mujahideen amefariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyekuwa anachimba lile shimo, yeye na Abu Bakr na Umar wanachimba kaburi la kumzika yule Abdullah Zal Mujahideen. Masahaba wamelala, wamechoka na mchoko mkali. Abdullah bin Mas'ud akawa anashuhudia ile hali, na yeye anashiriki kwa namna moja ama nyingine. Akamsikia Mtume kaingia ndani ya kaburi, anasema, nileteeni nawilini akhukum au akhakum, nipeni ndugu yenu, nipeni ndugu yenu. Mtume akampokea Abdullah, akamweka kwenye paja lake, kisha akasema neno yafuatayo, Allahumma inni amsaytu radiyan anhu farda an, ewe Mola wangu, mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa huyo kiumbe niko radhi naye kabisa, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala nawe pia mridhie. Maneno haya aliyotamka Mtume alayhi salatu wasallam kwa sauti na masahaba wanayasikia. Abdullah bin Mas'ud akasema, ya laitani kuntu sahiba hadhihi al-ufra, natamani lau ningelikuwa mimi ndo mwenye hilo shimo kaburi, nikaombewa dua hiyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Zal Mujahideen anapata maombi ya Mtume ya kupata radhi za Mola wake, radhi za Muhammad alayhi salatu wassalam. Ni kitu gani Abdullah amekiacha? Taraka shahawatahu, ameacha matamanio yake radhiallahu anhu, ameviacha alivyokuwa na vitamani, lakini ameviacha kwa ajili ya nani? Liajli Allah jalla jalaluhu. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kitendo cha waislamu duniani leo hii, siku hii ya 10 au ya 9, tumeacha vile ambavyo tunavipenda kwenye nafsi yetu, katika vinywaji na vyakula na wake na wanaume. Furaha tuliyokuwa nayo kabla ya Ramadhani tunapokula, furaha tuliyokuwa nayo kabla ya Ramadhani tunapokunywa na kustarehe na wake zetu,
starehe hile tumeiacha mazuri yote hayo. Mnadhani tumeacha liajili man? Tumeacha hayo liajili Allah subhanahu wa ta'ala. Neno hili nakupeni bishara iliyokuwa njema kwa waislamu waliofunga lillahi subhanahu wa ta'ala as-sawm li wa ana ajuzi bi. Pana ujira mkubwa sana na mnono mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usichukulie funga ni jambo jepesi, usifanye funga kama vile ni kitu cha kuzoeleka, lakini ni jambo zito lenye ujira mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu. Na huo mfano wa kuacha matamanio yako, endelea nao katika huu mwezi wa Ramadhani. Usiyaendee machafu, usiyakurubie mabaya, usiyafanye ya haramu. Lakini pia baada ya Ramadhani ishi na mfumo huo, tanja, utakuwa ni mwenye kuokoka. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الإخلاص. اللهم إنا نسألك الإخلاص. اللهم إنا نسألك الإخلاص ونعوذ